Yesu ni nani? Mungu sambusa. Yesu ni nani? Mungu sambusa. Oh, Yesu ni nani? Mungu sambusa. Yesu ni nani? Mungu sambusa. Ukubali usipokubali Yesu. Yesu ni Mungu. Ukatae usipokataa, atabaki kuwa Mungu. Ukubali usipokubali Yesu. Yesu ni Mungu. Ukatae usipokataa, atabaki kuwa Mungu. Oh, hatuna shaka na Kristo Yesu. Ni Mungu sambusa. Hatuna shaka na Kristo Yesu. Ni Mungu sambusa. Oh, Yesu ni nani? Somo letu liko katika Hebreu chapitre 6 verset 1. Mule ndio tutalipata. Waebrania sura 6 mstari wake wa kwanza. Asoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ile tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo, tuendelee hata utimilifu. Tusiweke tena misingi na ya imani kwa Mungu na mafundisho kwa mabatizo na ya kuwekewa mikono na ya ufufuko toka wafu na ya hukumu ya milele, na tutafanya maneno haya kama Mungu akitupa ruhusa, kwa sababu wale waliokwisha kupewa nuru na kuonja zawadi ya mbingu na kufanya washiriki wa Roho Mtakatifu na kuonja neno nzuri la Mungu na nguvu za dunia inayokuja, na kisha walianguka, haiwezekane kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa sababu wamemsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa wenyewe na kumpa haya mbele ya watu wote. Maana nchi inayokunywa mvua inayokuja juu yake mara nyingi na kuzaa mboga za kufaa wenye kulima inapokea baraka kwa Mungu, lakini ikizaa miiba na magugu inakataliwa na iko karibu na laana, mwisho wake ni kuteketea. Amen. Tunaikala. Tunakubariki kwa nguvu ya neno. Katika mwanzo alikuwa neno. Neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Huyu kwa mwanzo alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote vilifanyika kwa huyu, na pasipo yeye hakukufanyika hata kitu kimoja kingeliweza kufanyika. Kama neno ndiyo liumba, umba tena imani mpya ndani ya watu wako. Umba tena baraka mpya katika maisha ya watu wako. Umba tena mambo mapya katika hekalu lako. Tunahitaji ufunuo mkubwa wa neno, ukileta baraka na elimu na ukamilisho wa imani Kristo tunaomba. Amen. Amen. Nadhani Dieu merci ametusomea andiko vizuri. Utaelewa kwamba waraka kwa Waebrania umejulikana kama kitabu cha mambo yaliyo bora, kwa sababu inamzungumzia ukuu wa Kristo na kumdhihirisha kama ufunuo wa mwisho wa Mungu. Unabii na ahadi ambazo zimeandikwa katika Agano la Kale zimetimizwa katika Agano Jipya, Kristo akiwa mpatanishi, Kristo pia akithibitishwa kuwa mkuu zaidi ya manabii, ni mkuu zaidi ya malaika na Musa ambaye alikuwa mpatanishi wa Agano la Kale. Msomaji unaonywa usidharau wala kukataa wokovu mkuu uliotolewa kwa njia ya Kristo. Uwezekano mkubwa kwamba waraka huu ulielekezwa kwa Wakristo wa Kiyahudi huko Palestine au Roma, ambao walikuwa wamejaribiwa. Baada ya kujaribiwa, woga ikawafanya kugeukia tena dini ya Kiyahudi au kuifanya injili iwe yenye mfumo wa dini ya Kiyahudi. Kiini cha Waebrania ni mamlaka na uwezo wa Yesu Kristo kama mjumbe wa neema ya Mungu
Katika kitabu hiki kuna majina ya heshima zaidi 20 yanayotumika yakimtaja Kristo katika huduma ya kikuhani na kifalme. Ingawa haraka hauna jina, lakini una ushawishi mkubwa kwamba mtu kwenye kizazi cha pili cha Ukristo ndiye ambaye aliandika. Mwandishi anaonyesha Yesu kuwa ndiye ukamilifu wa ufunuo wa Mungu, kisha na manabii wake. Mambo muhimu: Yesu Kristo ni mgao wa utukufu wa Mungu, na pia Kristo ni mkuu kuliko malaika, mkuu kuliko viongozi wote, na mkuu kuliko makuhani wote. Kitabu kiliandikwa katika mji wa Rumi kabla ya kuharibiwa kwa hekalu kule Yerusalema. Paulo aliandika akiandikia Wayahudi ambao walikuwa wameipokea imani ya Ukristo, lakini baada ya mateso walitaka tena kurejea katika dini yao ya Kiyahudi na kufanya imani ya Ukristo kuwa kama mfumo wa dini ya Kiyahudi. Paulo anaandika, tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo, tuendelee utimilifu, kwa sababu waliwaona akili yao na mawazo yao na nia yao inaelekea kuacha imani. Na ndiyo maana aliwaelekeza, tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo, tuendelee hata utimilifu. Tusiweke misingi ya kutubu kwa kazi za kufa, na ya imani kwa Mungu, na mafundisho ya mabatizo, na ya kuwekewa mikono, na ya ufufuko toka wafu, na ya hukumu ya milele. Anasema, na tutafanya maneno haya kama Mungu akitupa ruhusa, kwa sababu wale waliokwisha kupewa nuru na kuonja zawadi ya mbingu wakafanywa washiriki wa Roho Mtakatifu na kuonja neno nzuri la Mungu, nguvu za dunia zinazokuja, kisha wameanguka. Paulo anasema haiwezekane kuwafanya upya tena hata wakitubu, kwa sababu wamemsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa wao wenyewe na kumupa haya mbele ya watu. Nini maana ya andiko? Hawa Wayahudi walianza kuwa na mawazo ya kurudilia dini yao ya Kiyahudi, waache imani ya Ukristo. Na ndiyo maana Paulo anawaambia, kama tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo, tuendelee mubuvaga, tusiweke misingi ya kutubutubu kwa kazi za kufa, na tusiweke tena imani ndani ya Yesu Kristo. Sije yetu ya leo inagusia siri ya kuendelea katika wokovu. Nipatilie ndugu mkono, mwambie, leo tutazungumzia siri ya kuendelea katika wokovu. Na utajua juu ya nini wengine hawaendeleake ndani ya wokovu. Leso nasema sikuamini tu, lakini kuchunguza maendeleo yako katika Kristo. Sikuamini tu. Unajua watu wengi wanajivunia kuamini. Sasa usitoshelezwe na kuamini tu, lakini kitu utachunguza, tangu niamini nilisha endelea mwokovu yangu munini. Yaani mubupagani ulikuwa na mubukristu uko Teme yetu inasema wokovu yako iwafalie wengine. Patilie ndugu mkono, mwambie wokovu yako iwafalie na wengine. Haukupata wokovu kwa sababu ikufalie we mwenyewe, lakini ulipokea wokovu kutoka kwa Kristo kwa sababu ile wokovu yako
iwafalie na wengine. Sasa Paulo kwa kuweka msingi wa hii mafundisho anapenda kuonyesha kama maana tuanze wokovu, baada ya kuanza tuchokee munjia. Lakini kama unasoma pale kichwa ya neno anasema sije yake sherti tuendelee. Bwana asifiwe sana. Wokovu inapaswa ionyeshe maendeleo yake. Na ulizo langu kwako linakuya tangu uamini. Nini evaluation ya maisha yako? Niulizie ndugu, tangu uamini, nini evaluation ya maisha yako? Evaluation inapaswa kuwa, unapaswa jievalue. Mupagani nilikuwaka ae, na leo niko Mkristo, niko ae. Bwana asifiwe sana. Nini haukukuwa nayo soko mpagani, na nini uko nayo sasa unakuwa Mkristo? Mtu anapaswa jiuliza hivi. Na ndio maana sije yetu inasema siri ya kuendelea, na andiko inasema sharti tuendelee. Tukiacha tu mafundisho ya kwanza ya Ukristo, tunapata hasara. Mafundisho ya kwanza ni mafundisho ya msingi. Rudia tena mtumishi. Kwa sababu ile tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo, yani tukiacha msingi ya mitume na manabii, Yesu mwenyewe jiwe kula pembeni, tukiacha hii tuendelee hata utimilifu. Ase tuendelee mubuvaga. Unabuvaga? Niulizie ndugu, na wewe buvaga? Buvaga ni kuacha msingi. Tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo, tuendelee hata utimilifu. Tusiweke tena msingi wa kutubu kwa kazi za kufa. Tusiende na rudilia msingi ya kutubutubu mukazi za kufa. Na ya imani kwa Mungu. Na tusitie imani kwa Mungu. Na mafundisho ya mabatizo. Na tusiwazie kama tukibatiziwa mara 10 mara 11 ndio kutabadilisha maisha yetu ya wokovu. Na kuwekea mikono. Na kukuwa nawekewa kila wakati na wazee mikono, kila wakati na wazee mikono, kila wakati kutubu bakuwekee mikono, ile haitakufanya kuendelea. Ile unaendelea kuwa tu bebe spirituel kila siku. Na ya ufufuko toka wafu. Na ya hukumu wa milele. Na ya hukumu ya milele. Na tutafanya maneno haya kama Mungu akitupa ruhusa. Meza mate. Yaani yenyewe mtume anakatala tusiache mafundisho ya msingi. Kinamfanya Mkristo kuendelea ni imani iliyo sahihi, imani iliyo thabiti, imani inao kuwa na msingi wa neno la Mungu. Ukiacha msingi wa neno la Mungu, basi kila kitu kitaharibika katika maisha yako. Yaani siri ya kuendelea, usiache mafundisho ya msingi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wengi leo wameacha mafundisho ya msingi. Ni madhehebu ambayo inaabudu, inaomba, lakini haina tena mafundisho ya msingi. Paulo alilalamika, na akalalamikia nani? 1:19. Sikiliza hawa. 1:19 Timotheo wa kwanza. Bwana kubariki sana. Ukiwa mwenye imani na dhamiri njema. Anamwambia Timotheo kuwa na imani, na imani yako iendelee kubana msingi ya dhamiri njema ambayo wengine wamesukumia mbali. Ase wengine wanani wale? Wengine wanani? Wale wanani? Ni wale wa madhehebu. Ndio. Rudia. Ukiwa mwenye imani na dhamiri njema. Ukiwa mwenye imani na dhamiri njema ambayo wengine wameisukumia mbali. Wengine wa madhehebu walishaisukumia mbali, wameharibisha imani
Na ndio maana utakutana walishaharibisha nini? Imani. Kuiharibisha ni namna gani? Ni kuitendea matendo kinyume na jinsi imani inasema. Imani inasema usinywe pombe, unakunywa. Imani inasema ni nyepesi zaidi kwa mbingu na nchi kutoweka kuliko nukta moja turati kuanguka. Kila mtu anayeacha mke wake na kuoa mwingine anazini. Anakuambia poligamia haiko dhambi. Abrahamu alikuwa na wanawake 2. Daudi alikuwa na 1000 fame. Unajua ile mafundisho yenye iko na madhehebu za kibranamisti na waza unaijua. Mafundisho yanasema tubatizwe mjina la Yesu. Lakini mtu iko na kuaminisha uamini Branham kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako njoo utapata wokovu. Ile ni mafundisho mafundisho ya upotevu. Biblia inasema wanawake wajipambe kwa mavazi yanayofaa pamoja na adabu na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kuvaa vitu vya dhahabu na lulu, lakini kwa matendo mema kama inavyowapasa wanawake wanaokiri kuogopa Mungu. Lakini wao utawaona wanatia mamenshi, banavala mapantalo ndani ya kanisa. Biblia inaruhusu pantalo. Biblia inasema mwanamke asivae mavazi yaliyo ya mwanaume na mwanaume asivae mavazi yaliyo ya mwanamke. Kila afanyaye neno hili ni machukizo kwa Bwana Mungu wake. Tembea sasa mumadhehebu, wanawake wanavaa, wengine tu leete ndio anavala. Anakuambia tuko mu modernisme. Hii ni mavazi ya bale batu wenye balisha pata kuona mbali. Wewe unapasha shtuka tu kwa villageois. Bwana sifiwe sana. Lakini unakutana ni mafundisho mapotovu, mafundisho ambayo hayana msingi. Paulo anasema wengine wanaisukumia mbali, wameharibisha imani. Soma haraka. Ukiwa mwenye imani na dhamiri njema, ndio ambayo wengine wameisukumia mbali, wameharibisha imani. Shuka. Katika hawa ni Himeneo na Aleksandro. Paulo aliwataya na majina yao aliitaya. Ni Himeneo na Aleksandro. Hawa nimewatoa kwa shetani wafundisho wasitukane Mungu. Aseme lina batoa tena kwa shetani baende barudilie bababo shetani basi tukane Mungu. Kuna mafundisho ambayo iko na tukanisha Mungu. Kama we muamini unaipokea, inakuharibisha na inaharibisha hata na wengine ambao wangilikuwa na kiu ya kutafuta Mungu. Lakini uwe mwenye imani na dhamiri safi, dhamiri iliyo na msingi wa neno la Mungu, dhamiri ambayo inakupeleka mu maendeleo ya wokovu wako. Hauwezi pata wokovu bila ile wokovu kuwa na maendeleo yake. Hapana, wokovu ina maendeleo yake. Na maendeleo ya wokovu Paulo anaionyesha Timotheo kwamba usiache katika 4:12. Timotheo wa kwanza 4:12. Twende. Mtu asibeue ujana wako. Sema amina. Amen. Batilie ndugu mkono, mwambie mtu asikudharau. Mtu asikudharau. Ndio. Na kijana, mtu asidharau ujana wako. Amen. Paulo anampongeza Timotheo. Hapendi madharau. Mtu asibeue ujana wako. Lakini wa mfano kwa waamini katika neno. Lakini wewe Timotheo, ili ile heshima ionekane kwa wengine, wewe peke uwe kwanza nini? Mfano. Patilie ndugu mkono, mwambie ukipenda bakuheshimie, jiheshimie kwanza wewe peke.
Ukipenda Mungu akuheshimie, pia na wewe peke ujiheshimie. Ukipenda binadamu wenzako akuheshimie, jiheshimie kwanza we mwenyewe. Heshima maisha yako ni wewe peke. Namna unavyojikomporte. Kukosa heshima kwako ni kwako wewe mwenyewe kujimekomporte. Ukijimekomporte kila mtu atakukamata zoba. Lakini Paulo anamwambia sitaki mtu hata moyo asifanye nini? Asizarau ujana wako. Rudia pale mtumishi. Mtu asibeue ujana wako. Asibeue ujana wako. Lakini wa mfano kwa waamini katika neno. Katika neno. Na katika mwenendo. Katika mwenendo. Na katika mapendo. Katika mapendo. Na katika roho. Katika roho. Na katika imani. Na katika imani. Na katika usafi. Haleluya. Mtu yepeki ndio anajichunguzaka. Na ukipenda watu wakupe heshima, jitengeneze mazingira. Nipatilie ndugu mkono, mwambie ukipenda heshima jitengeneze mazingira. Watu watakuheshimu kuona tabia, mwenendo, usafi katika roho, katika mwenendo na matendo uko nafanya. Yo peke itakutafutia heshima. Haleluya. Nasikia mtu yuko anasema mie watu hawaniheshimie tena. Sijui hii madharau inatoka. Madharau ni wewe peke. Ukikatala madharau itakimbia. Twende haraka haraka mtumishi. Hata ninapokuja. Dumu katika kusoma na kuonya na kufundisha. Dumu katika kusoma, kuonya, kufundisha. Usiache kutumia zawadi iliyo ndani yako uliyopewa kwa unabii. Usiache kuitumia. Haleluya. Haleluya. Amen. Unasema maendeleo. Anamwambia usiache kutumia zawadi yako uliopewa kwa unabii. Na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Na ulishawekewa mikono ya wazee. Ufikiri maneno haya. Sonje juu ya hii maneno. Ujitoe kabisa kwa maneno haya. Jitoe kabisa kwa juu ya nini ajitoe? Nini tokee? Kusudi maendeleo yako yaonekane kwa watu wote. Kusudi maendeleo yako. Na ndio maana CJ yetu inasema nini? Nani atanikumbusha? Papa Dieme. Siri ya kuendelea katika wokovu. Haleluya. Kuna wengine wana wokovu lakini hawana maendeleo mwokovu. Vile alipata wokovu na vile. Wokovu inabadilisha maisha ya mtu. Kila alikutanana na Yesu bali mshangaa. Rudia. Kusudi maendeleo yako yaonekane kwa watu wote. Kusudi maendeleo yako ionekane kwa watu wote. Ujiangalie mwenyewe na mafundisho yako. Jiangalie mwenyewe na vyenye uko nafundisha. Dumu katika maneno haya. Dumu katika maneno haya. Maana kwa kufanya hivi utajiokoa mwenyewe nao ambao wanakusikia. Na ndio maana tulisema okovu yako iwafalie na wengine. Maana kwa kufanya hivi utajiokoa mwenyewe na utaokoa wale wenye watakusikia. Haleluya. Niulizie ndugu, tangu uokoke nini inaendelea maisha yako? Tangu uokoke nini inaendelea katika maisha yako? Haiko nilishaamini. Haiko nilishakuwa evangeliste. Nilishakuwa mzee wa kanisa. Nilishakuwa shemasi. Nilishakuwa mchungaji. Hapana, hii haimaanishi kuendelea. Kuendelea ni kuangalia evaluation. Kama ni maproje za kimwili, kama ni maproje za kiroho, unaendelea munini? Kwa sababu Paulo anamwambia Timotheo kwa kufanya hivi. Haleluya. Kwa kufanya hivi nini itaonekana? Maendeleo. Unaendelea munini? Tangu uokoke unaendelea munini? Bwana asifiwe sana. Amen.
Hapana, mie nilianzaka mu maisha ya chini, lakini leo ninakuwa mnivo mwa yenye vraiment ndeza jitapia Yesu. Unaweza jitapia Yesu kunini? Twende kwa mumwili, haiko nyumba. Twende mumwili, haiko gari. Twende mumwili, haiko hata kukopeke kwa nangapi? Si njoo niko nauliza. Kukopeke unaweka ngapi? Buselibatere ni bule bule. Unaendelea munini tangia uokoki? Mbo, twende mkiroho basi. Juna sasa vile ni vya kimwili, she tukonaenda mbinguni, lakini kwa vile vitakuzuiza usiingie mbinguni juu au kuvipata mumwili. Tunaingia mkiroho. Uko na karama gani? Ya ndoto? Hakuna. Karama ya sauti? Hakuna. Karama ya maono? Hakuna. Tokea uokoke, usohubiri watu ngapi balisa okoka mfavere yako? 3, 4, 5, 10. Kipawa gani uko nakyo tangu upate wokovu? Sikiliza nikwambie. Na ndio maana tunasema mleso yetu si kuamini tu, lakini kuchunguza maendeleo yako katika wokovu wako. Jiangalie mkiroho ulisaendelea nini, na ujiangalie mkimwili nisaendelea je. Wasikia mtu anajivunia miaka mimi na kwa sababu mwanaume wa 40 vraiment il faut nifanye anniversaire. Utafanya anniversaire ya 40, utakula miaka? Utakula miaka? Angalia unaendelea munini. Mkimwili chunguza unaendelea munini. Mkiroho chunguza unaendelea munini. Bwana asifiwe sana. Amina. Biblia yangu inasema ule kipofu, ule kiwete, batu walimshangala. Ndio watu walifanya haiko unjo mwe. Nisomee pale frère. Yohane kila mwali kutanana na Yesu, batu walimshangala na batu wakaangalia hali yake ya zamani wakaona kama kuko confusion fulani. Twende haraka haraka. 9:1 Yohane. 9:1 Yohana. Na angalia Yesu alipokuwa akipita akaona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, nani alifanya dhambi? Mtu huyu au wazazi wake hata akazaliwa kipofu? Shuka. Yesu akajibu, huyu hakufanya dhambi wala wazazi wake. Safi. Lakini hata kazi za Mungu zionekane kwake. Ubarikiwe. Imenipasa kufanya kazi zake ambaye alinituma ungali mchana. Shuka tu confusion kwenye naanzia ya huyu mtu kisha kukutanana na Yesu. Nani nasema? Ndio. Basi jirani zake na wale ambao walimjua zamani kuwa kipofu, ndio, wakasema, huyu si aliyekaa na kuomba zawadi? Bakajiuliza, iko huyu ndio mwenye tuliona iko pale kuhekalu alikuwa kanalomba zawadi? Wengine wakasema ndiye. Wengine wakasema anafanana naye. Anafanana. Nikwambie kila mahali kutanana na Yesu, bapagani bali bakia mkonfuzio juu yake. Sasa osha kutanana na Yesu, konfuzio gani ushatia mo bapagani? Leo niulizie ndugu tangu kutanana na Yesu, konfuzio gani bapagani biko nayo juu ya maisha yako ya mbele ya upagani na juu ya maisha yako ya leo mkikristo? Ndio il faut bajiulize, ni yeye ashanenepa, ashakona mnasema fie wake one kwake pale ndio entreprise yake ndio biananza. Bwana asifiwe sana. Mtu akikutanana na Yesu kunapasha kuwa mabadiliko na maendeleo fulani ambayo itafanya watu
Haleluya. Amina. Wabakie wanashangaa. Tunasikia ule mwimbaji anasema watabaki wanashangaa. Wanajiuliza imekuaje? Haleluya. Amina. Naona unanyamaza. Iko soko na waza na wewe. Uwaze tu, ufikiri mzuri. Twende baba. Wengine wakasema anafanana naye. Anafanana naye. Lakini yeye mwenyewe alisema mimi ndiye. Mie kama mko mkonfuzio, acha nibakatie maneno. Mie njo ule mlikuwa naonaka niko kalomba lomba. Leo silombe tena mtu. Ni habari ya kuwashuhudia ukuu wa Mungu. Kuwashuhudia ukuu wa Yesu, upana wa Yesu, uzuri wa Yesu. Unajua kuna nyimbo zingine tukiimba zinatufanyia mareturu ndani ya moyo. Mfano maisha bila Yesu mimi siyawezi. Nilipozunguka duniani sikuyapata maisha mazuri. Hakuna maisha mazuri niliyoyaona katika dhambi. Sasa leo uko Mkristo. Loko Mkristo, maisha, niko nakuuliza, maisha gani mazuri uko nayo ndani ya Yesu? Waimbaji mungani mtanimbie ile nyimbo leo. Sasa mtengie hapa, naomba ile nyimbo irudilie hapa. Tuisikie bie, juu ile nyimbo mie siyaielewa bie mkuimba kwa watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kila aliyekutanana na Kristo maisha yake ilibadilika. Maendeleo yake ilionekana. Swali langu katika mada yangu, unaendelea na weye munini tangu ukutanane na Yesu? Na kama huyaendelea, yaani kuna sumu ndani ya maisha ya wokovu wako ambao wewe mwenyewe hauyachunguza, lakini unabakilia kujifariji. Kwa sababu kila aliyekutanana na Yesu kuna mabadiliko. Mie niko na bienda shuhudia. Haleluya. Ule mwimbaji anasema ninayo sababu, sababu. Ukuwe na sababu. Ukuwe na sababu ya kumtukuza Yesu. Ukuwe na sababu ya kumtapa Yesu. Ukuwe na sababu ya kumwabudu Yesu. Ukuwe na haleluya. Amen. Ndiyo, ya kwanza alisa kuokoa akakutosha ndani ya dhambi. Ni ushuhuda ya kwanza. Leo uko Mkristo. Haleluya. Ile ni wokovu anakupa. Pili sasa, maendeleo ya kiroho. Hata hauna maisha ya kimwili. Tu Biblia inasema tukiwa na chakula na mavazi kwa vitu hivi tufurahi. Haleluya. Amina. Sawa, haulalake njala. Evaluation sasa ya kiroho. Karama gani uko nayo? Ya sauti, ya ndoto, ya maono. Karama gani uko nayo? Sasa pale na evoluwe munini? Jichunguze na ujiulize juu ya nini siendelee mu maisha ya kiroho na mu maisha ya kimwili. Nini sumu ya kutokuendelea kwangu vizuri na Mungu? Maana Biblia inasema kila aliyekutanana na Yesu kulionekana mabadiliko. Bwana asifiwe sana. Nini ngali natuma wewe usione mabadiliko mu maisha yako ya kimwili na mu maisha yako ya kiroho? Nini ngali natuma? Kama ni evanjili yenye tuko tunahubiri, tunapaswa ona maendeleo. Paulo alihubiri na aliona maendeleo, aliona matukio. Na nini limfanya aone maendeleo? 16:5 Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 16 mstari wake wa 5. Bwana kubariki sana. Hivyo makanisa yalipata nguvu katika imani. Hivi makanisa ikapata nguvu katika imani. Hesabu yao kuongezeka kila siku. Hesabu ya wanafunzi kazidi kuongezeka kila siku. Jo maendeleo. Mtu mwenye anatumikia Mungu, kazi yake inaendaka naonesha evaluation.
Nipatilie ndugu mkono, mwambie mtu mwenye kunatumikia Mungu kwa roho na kweli, kazi yake hata ikiwa ya kiroho inaendaka naonesha evaluation. Ndio kweli hili. Rudia mtumishi. Hivyo makanisa alipata nguvu katika imani. Makanisa ikapata nguvu katika imani. Hesabu yao ikaongezeka kila siku. Hesabu ya wanafunzi ikaendelea kufanya nini? Kuongezeka kila siku. Twende. Hivyo makanisa alipata nguvu katika imani. Shuka. Hesabu yao ikaongezeka kila siku. Ndio. Wakapita katika nchi ya Furgia na Galatia. Soma na kutanana na Timotheo haraka sana tusikule muda. Moja nasema basi akafika Derbe na Listra. Akafika Derbe na Listra. Na tazama mwanafunzi mmoja alikuwa kule, jina lake Timotheo. Akakutanana na mwanafunzi mmoja, njoo huyo ambaye tuko tunamsomea hapa, ambaye alikuwa anamtumia sasa mabarua aisha kuwa katika wokovu, ambaye anaitwa Timotheo. Mwanamke mmoja Myuda anayeitwa Myunani. Twende. Na baba yake alikuwa Myunani. Twende. Mtu huyu alishuhudiwa vizuri na ndugu waliokuwa katika Listra na Ikonio. Huyu mtu alikuwa hayapata wokovu, lakini alishuhudiwa vema katika Listra na katika Ikonio. Paulo alitaka huyu aende pamoja naye. Paulo alimtaka aende na Timotheo. Akamtahiri kwa ajili ya Wayuda waliokuwa pali pale. Twende. Kwa sababu wote walijua kuwa baba yake alikuwa Myunani. Safi. Basi walipokuwa wakipita katika miji ile, wakafundisha kushika amri zilizoamriwa na mitume na wazee wa Yerusalema. Nilisema siri ya kufanya nini? Ya kuendelea katika wokovu. Katika nini? Wokovu. Ni kutokuacha msingi wa mitume na nini? Abaradi. Nao walipoenda na mafundisho ya mitume, wazee wa Yerusalema, nini katokea? Hivyo makanisa yalipata nguvu katika imani. Kwa sababu hawakuacha ile msingi, makanisa iliendelea kupata nguvu katika imani. Hesabu yao ikaongezeka kila siku. Hesabu ya wanafunzi ikaendelea kuongezeka. Unajua kama mtu iko msingi wa imani, sharti aendelee. Kutoka msingi ya mafundisho ndio esheki ya makanisa mingi hapa duniani. Na ni esheki ya mtu kibinafsi katika maisha ya kimungu. Kama tu unaacha neno ya Mungu, unaanza tembea na akili yako mwenyewe, unaanza utajisortire juu ya intelligence yako, utakwama. Mungu anapenda wakati wewe ulishaingia katika msingi ya Ukristo, basi unaposoma Biblia nasema umukiri katika nini yako yote, njia zako zote. Soma pale mpendwa, Mithali sura 3 mstari wake wa 6. Ubarikiwe. Inashuhudia nasema hivi: tumaini Bwana kwa moyo wako wote. Tumainia Bwana kwa moyo wako wote. Wala usitegemee ufahamu wako mwenyewe. Na usitegemee. Watu wengi wanajitegemea. Kutegemea Bwana ni kuangalia neno inasema nini. Kujua maendeleo yangu ndaweza endelea kama Mungu anasema niendelee. Kuangalia neno la Mungu. Sasa watu wengi leo hawaangalie neno la Mungu. Wako naangalia ufahamu wao tu. Anayua hivi niko graduate, niko licencié, niko docteur. Si nilisoma ndajian sortire tu. Sikia, hautajian sortire juu lisoma. Hautajian sortire juu uko intellectuel. Utajian sortire juu uko na Mungu. Sikia frère, hata illettré anaweza jian sortire seulement kwetu na Mungu. Lakini nawe licencié na illettré, kama ukitia Mungu pembeni, yako vyote vitaharibika na hakuna kile kitaendelea maisha yako. Twende mtumishi.
Tumaini Bwana kwa moyo wako wote. Tumainia Bwana kwa moyo wako wote. Wala usitegemee ufahamu wako mwenyewe. Na usitegemee ufahamu wako mwenyewe. Katika njia zako zote umukiri yeye. Umukiri yeye. Naye ataongoza mapito yako. Naye ataongoza mapito yako. Usiwe mwenye hekima kwa macho yako mwenyewe. Usijipatie hekima mu macho yako we mwenyewe. Ogopa Bwana na kuacha uovu. Ogopa Bwana na uache dhambi. Itakuwa afya kwa mwili wako na mafuta kwa mifupa yako. Amen. Ndio siri ya kuendelea. Siri ya kuendelea, usiache msingi wa neno la Mungu. Ukiacha msingi wa neno inakwambia ili ufikie baraka na mafanikio, jua kutoa cha 10. Wanasema hapana, bapasere wanatuibaka. Makanisa ya kufundisha NDZM ni makanisa ba escrow. Hautabarikiwa. Unajua nini Biblia inasema? Biblia inasema munijaribu kwa njia ile muangalie kama sitafungula milango ya mbingu. Waona palamia ba pastor. Unaenda kufa maskini. Kweli. Biblia ndio inasema simupi mwanamke ruhusa kufundisha wala kutawala mwanamume. Unasema yangu kanisa wanamke batafundisha, na Biblia ilishasema. Baki simama kumibari wanafundisha, manake unakufuru Biblia. Unaanza tembea mwakili yako. Ile kanisa haitakuwa na maendeleo ya kiroho. Batu ya kimwili batone inaendelea, lakini mkiroho hakuna kitu. Yaani maendeleo ya kila mtu ni kujisumetere chini ya uongozi wa neno la Mungu. Maana kila andiko limepewa kwa maongozi ya Mungu. Linafaa kwa mafundisho, kuwaonya watu kwa sababu ya makosa yao, na kwa kuwaongoza katika haki, ili mtu wa Mungu afikie ukamilifu, ametengenezwa kabisa katika kila tendo jema. Yaani mon frère mwenye uko unanifuata na masere mwenye uko hapa, ukiacha mafundisho ya msingi yenye ulifundishwa, maendeleo yako yanaharibika. Paulo alifanyikiwa kwa sababu kwanza katika ile 16:3, rudia pale 16:3. Rudia tena. Akamtahiri kwa ajili ya Wayuda waliokuwa pale pale. Ubarikiwe. Kwa sababu wote walijua kuwa baba yake alikuwa Myunani. Twende. Basi wakapita katika miji ile. Wakafundisha kushika amri zilizoamriwa na mitume na wazee wa Yerusalema. Akafundisha maneno yake Paulo aliyopokea kwa Roho Mtakatifu. Wakafundisha amri. Walifundisha amri zilizoamriwa na mitume na wazee wa Yerusalema. Kumbi kuko mafundisho ya misingi yenye iliamriwa na mitume na wazee mu Yerusalemu. Yaani kuko mafundisho mwalimu alikufundisha. Ile mafundisho mwalimu alikufundisha, wewe peke ukaifanyia uchunguzi ukaona kama hii ndio msingi wa Mungu, usiache. Amen. Kuko wengine balifundishwa na mwalimu. Mwalimu akabaelekeza. Lakini sasa nafika kipindi fulani wanaacha yale walioamuriwa na mitume na wazee wa Yerusalema, banafanya vitu vya akili yao. Na pale ndio kwenyewe unakutana na maendeleo yao hata ya kiroho haionekane. Hata imani zenyewe wanafundisha wengine hazina maendeleo. Kwa sababu gani? Ni mafundisho isiyokuwa na misingi ya mitume, na ni mafundisho isiyokuwa na msingi wa manabii. Mungu anamwambia Yoshua, kitabu hiki cha sheria kisitoke kinywani mwako. Utawaza ndani yake mchana na usiku. Sawa sawa nilivyokuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja na wewe. Kaa tuna nguvu na uhodari. Maana ni wewe ndio utakaoritisha watu hawa na nchi niliyowapiwa baba zao. Sikukuagiza? Sawa sawa vile nilivyokuwa na mtumishi wangu Musa. Yaani hivyo namuonesha kama kuko misingi yenye alianza nayo, na ile misingi Yoshua siache. Katika Agano Jipya Paulo hakuacha msingi ya mitume. Na hii Waebrania 6:1 yenye iliintroduire sujet yetu inasema mkiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo muendelee hata utimilifu. Msiweke misingi ya kutuhutubu kwa kazi za kufa na imani kwa Mungu. Yaani mafundisho ya kwanza ya Kristo
ni mafundisho iliyo na misingi ya mitume na manabii. Na ndio msingi wa imani yetu ambao tuko tunawafundisha. Na wewe ukiacha mafundisho ya misingi, basi unapotea. Na ndio maana mtu akikuuliza, maana mtu akitoka Mwemene hataona Mungu, hataona Mungu. Mimi nakwambia hata unaka Mungu. Ukitoka mwa hii imani, unaenda mmazehebu, hautaonaka Mungu. Juu imani tulikufundisha ni imani ya misingi ya mitume na manabii. Na kinyume ya ile imani, hakuna taona Mungu. Hakuna. Manake sasa mtu akitoka Mwemene, manake hautaonaka Mungu. Kwa sababu Emene likufundisha msingi wa imani yenye ko sahihi. Kinyume na hii msingi, usiweke misingi ya kutubutubu kwa kazi za kufa, na imani kwa Mungu, na mafundisho ya mabatizo, na ya kuwekewa mikono, na ufufuko toka wafu, na ya hukumu ya milele. Na tutafanya maneno yale kama Mungu akitupa ruhusa. Kwa sababu wale waliokwisha kupewa nuru na kuonja zawadi ya mbingu na kufanywa washiriki wa Roho Mtakatifu na kuonja neno nzuri la Mungu na nguvu za dunia zinazokuja, na kisha wanaanguka, haiwezekane kuwafanya upya tena hata wakitubu. Full stop. Wanasema nini? Wana wazo tapono kiacha. Hebreu chapitre 2 verset 1. Twende haraka. Waebrania sura 2 mstari wa kwanza. Nini namalizia sikawie? Inasema kwa sababu ile imetupasa kuangalia zaidi. Imetupasa kuangalia sana zaidi. Maneno yale ambayo tuliyasikia. Ile maneno ambayo tulifanya nini? Tuliyasikia. Niulizie ndugu, lisikia nini tangu upate wokovu ya reforme? Umesikia nini tangu upate wokovu ya reforme? Inakusaidia nini? Haleluya. Amina. Inakuendelesha munini? Na inakupatia nini tangu ipokee? Twende. Kwa sababu ile imetupasa kuangalia zaidi. Kuangalia zaidi maneno yale ambayo tuliyasikia. Hii maneno ambayo tuliyasikia, tusiache kuponyoka. Haleluya. Usiache parole kuache. Haleluya. Usiache parole kuponyoke. Twende. Kwa maana ikiwa lile neno lililosemwa na malaika. Asa hii neno banasema ilisemwa na apotre Jacques. Hapana, Pastor Masirika ndio iko naisema. Ilisemwa na malaika. Lilisimama na nguvu. Lilisimama na nguvu. Na kila kosa na uasi ilipata adhabu ya haki. Na kila kosa na uasi ilipata adhabu kwa uasi. Basi sisi tutapona namna gani tusipochunga wokovu mkubwa namna hii? Wewe ndio utapona na ukuichunga. Asesindeza viacha na ndaishi tu. Utaishi. Hawezi ishi bila Mungu. Nipatilie ndugu mkono mwambie hawezi ishi bila Mungu. Ile ni akili ya mashetani. Ukiishi bila Mungu, mtu hawezi ishi bila Mungu. Sasa unaweza ishi aje? Hawezi ishi bila Mungu. Mtu akikwambia mie ninaishi bila Mungu, maana ni zombi, ni diablo. Hata diablo hawezi sema vile. Yakobo anasema kama unaamini kama Mungu ni mmoja na shetani anaamini na kutetemeka. Kisha wao sema mimi ninaishi bila Mungu. Kwenye shetani na anajua kama anaishi juu ya Mungu. Kama shetani anajua anaishi juu ya Mungu, kufuru gani unaweza tosha mkinywa hako aseme mimi naishi juu yangu mimi mwenyewe, siishi juu ya Mungu? Wala kusema kwamba nikiacha Mungu ndezi tuishi. Mimi siwezi ishi. Siku ndachaka huyu Mungu, na njoo siku mtasikia kama maiti yangu. Juu uzima niko nao ni yake. Nini najitapia? Na ndio maana wapendwa, kukamatana na Mungu ni jambo ambalo hauwezi kabisa kufikia hatua ya kusema mimi nataacha Mungu. Tusiache Mungu. Tusiache wokovu. Kama vitakushinda
wewe nafanya tu hivi. Shetani kuna bulula kuna nasema hapana. Mimi sitoki. Unatani beba wapi? Majaribu nao kipita, kuna wakati ingine pastor atakuomba nao inashindikanaka. Neza. Majaribu inaweza zidi, lakini wewe jipatie Biblia inasema kama misingi kiharibika, wenye imani watafanya nini? Watazidi kuomba. Haiko juu misingi inaharibika, Bwana anaweza kukuacha. Inawezekana. Wala akufe. Bibi anaweza kufa. Unaweza fisha mtoto. Pesa inaweza isha. Bile vyote bila kuwaka. Na kama vya kufikiaka kwa bilisaba fikia. Kwa na hiyo kila kitu kia dunia kinaweza peperuka. Pesa inaweza isha. Bwana anaweza kufa. Bibi anaweza kufa. Nilifurahia ule kiana wangu mwenyewe alikufaka ule Moize. Moize siku moja mamaki kuna mwangalia vidole, tuko ku hospital general, ese garso wangu nakuwa kiana. Kisha kikamwambia mama unanipenda sana. Sasa nikikufa hawezi ishi. Nikajuza mtoto anatosha hii swali wapi? Nikakia elewa nyuma kama alikuwa anamprepare moralement. Kama kunipenda yako sana, haezi tuma tunaendelea kuishi na wewe. Na ndio yenyewe anakumbukaka wakati iko msusia, anasema ule mtoto iko sasa alikuwa anayua hata ishi. Akamwambia sasa kama nikikufa hawezi ishi, utaishi tu. Kenye niko napenda kukuambia unaweza ishi na una franga. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa botiki. Kwa entreprise yake. Sababu alioa. Sababu aliolewa. Elewa kama kuna vitu unaweza poteza. Ni kawaida ya maisha. Lakini kuna kitu kenye huwezi poteza kwa maisha yako. Ukikipoteza, manake unapoteza uzima. Ni kupoteza wokovu. Kupoteza mahusiano yako wewe na Mungu. Ijapo unaweza tishwa, unaweza ogopeshwa. Mambo inaweza kukufikia kabisa kukutetemesha maisha. Lakini kitu kenye utajifunga hako kia maana zaidi, banana na huyu Mungu. Usiachane na Mungu. Banaweza kunyang'anya nyumba, banaweza kunyang'anya gari, banaweza kunyang'anya pesa. Kila kitu banaweza kunyang'anya, lakini basi kunyang'anyake Yesu mu maisha yako. Wala ufikie ku hali yenye maisha na kutatanisha, useme na vya Mungu kwanza nina vitia chini, ninafanya kwanza ingi. Usikapimake, ndio siku utajizika we mwenyewe. Haleluya. Lakini ni sharti tuendelee. Nipatilie ndugu mkono, ni sharti tuendelee. Ni sharti tuendelee. Hakuna kitatufanya sie tusiendelee. Hakuna. Hapana, ninavunjika moyo, vraiment niko tellement déçu. Deception ya nini? Abakuwa ke desi na Mungu. Kwa desi na mwanadamu. Biblia inatuambia alainiwe kila mtu anayemtegemea mwanadamu, anayefanya mwanadamu kuwa kinga lake, lakini katika moyo wake amemwacha Bwana. Sikia, unaweza achiwa na chochote kile, mali inaweza kukuacha, kila kitu kinaweza kukuacha. Kenye tu kisikuache mu maisha ni Yesu. Amtegemeaye Bwana ni kama mlima Sayuni usioweza kutikisika, lakini unakaa milele. Hata naenda malizia nikwambie, nilikuwa katika zehebu fulani wakati ningali mahali fulani hivi, nilikuwa pale kome mchungaji. Wakati huyu mchungaji iko katika mambo yake ya mazambi, tunamuitisha kama baraza, tunatoa, kila mtu anatoa kauli yake, tunamwambia mchungaji, kazi haitaendelea hivi kama tutaendelea kabisa kuishi na kuchanganya neno la Mungu na uongo. Mchungaji mimi akanichukia kuliko wengine wote. Akanianza vita. Akaninyang'anya kila kitu nilikuwa nacho. Nikasema hakuna shida. Kwa sababu mimi nilileta maelekezo na maonyo. Mimi nikasema basi naenda. Lakini vitu alininyang'anya ni vitu vya dunia, lakini aliniachia Yesu. Haleluya. Lakini sasa leo tukiangalia maisha ya ule mchungaji ni ya hovyo sana. Kuangalia sasa maisha yangu ninampita na zaidi na zaidi. Unaona kwamba alininyang'anya vitu, lakini hakuninyang'anya Mungu. Patilie ndugu mkono, mwambie watu wakunyang'anye vitu, wasikunyang'anye Mungu.
Haleluya. Kwa sababu mtu akikunyang'anya Mungu, anakunyang'anya anakunyang'anya uzima wa milele, anakunyang'anya uzima tu ile ya mwili uko nayo, anakunyang'anya kila ambacho kinaweza kuwa ni destiny yako, ambayo ni maandalizi kwa Mungu. Usiitike. Kama kuko kitu kenye mtu hawezi acha, Biblia inasema uwe mwaminifu mpaka. Haleluya. Mwaminifu mpaka, nami nitakupa taji ya nini? Ukienda Angleterre, bakiana na Mungu. Ukienda Amerika du Nord, bakiana na Mungu. Ukienda Australia, bakiana na Mungu. Usiachane na Mungu maisha yako. Kamata Mungu kuwa kingo lako. Usipime kumwacha Mungu. Katika unapofanya kazi zako za mikono, shirikisha Mungu. Unapofanya kazi zako zote za kiroho, shirikisha Mungu. Unapotaka kufanya proje fulani, shirikisha Mungu, na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Amina. Hakuna kitu kitaharibika na uko na Mungu. Hakuna maendeleo yako itaharibika na uko na Mungu. Lakini paka sasa, kama katika wokovu unakuwa na miaka 4, 5, wende unajiuliza, kwa nini mchungaji leo aliuliza swali, tangu ninapata wokovu ninaevaluate munini? Najua kenye nilisema. Itakuwa huko natumikia Mungu kwa uaminifu na kweli. Itakuwa, Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanajua namna jinsi tulianza Emene. Watu wengi wanajua. Lakini ukiangalia jinsi Emene iko naenda, mwangalie kwenye nakuwa. Si muvile humu. Amina. Mutaisikia Amerika. Ndio. Mutaisikia Angleterre hii Emene. Mutaisikia Emene na kuwa Itali kule kwenye papa iko kule. Frere, amini sana na ujue paka kieleweke. Mungu haiko mzalimu. Amen. Gamaliele alikuwa mpagani lakini alijua Mungu. Alisema hivi, kazi ama shauri ikiwa ya watu itaharibika, lakini ikiwa ya Mungu hamwezi kuiharibu. Msije mkaonekana kama mko mnapigana na nani? Na Mungu. Kila mtu mwenye alitumika na Mungu kwa roho ya kweli na haki, hata akifuatiliwa na vita ya wanadamu, ile vita haiwezi kumtikisa. Hata ni uchawi haiwezi kumuua. Hata mtu atumie majini haiwezi kumharibu mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu anaharibiwa pale anaacha msingi wa neno la Mungu. Hakuna kenye kinaweza muharibu mtu wa Mungu. Mungu amesema na hakuna taniamini atapata haya. Mungu anasema na wapenda wanipendao, nao wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ni pamoja nami. Natembea katika njia ya haki ili niwaritishe mali wale wanaonipenda. Mungu anasema kila silaha itasimama juu yako haitafanyikiwa. Kila ulimi takiri juu yako mabaya nitahukumu kwa katika makosa. Hii ndiyo urithi Mungu aliwapatia watumishi wake, wale wanaomtumikia mchana usiku, nayo ni mwaminifu kwao. Haleluya. Amina. Patilia ndugu mkono, mwambie hakuna kyako kenye kitaendelea kwa maisha yako kama utabana Mungu, hautaacha Mungu kwa uaminifu wako. Kushindwa kwako ni kuachana na msingi wa kimungu. Kulogwa kwako hakuna uchawi. 23:23 Hesabu. Hakuna uganga. Hesabu 23:23. Malizia. Inashuhudia, inasema hakika hapana uchawi. Hapana uchawi wala uganga juu ya Israeli. Juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Meza mate. Paka watu bashuhudie habari zako. Tulikuwa tunamjua hivi. Si alikuwa mtu tu wa ovyo ovyo, lakini tunashangala kisi maisha yake mpaka baseme. Amen. Haleluya. Amina. Patilie ndugu mkono, mwambie habari zako zitasemwa.
habari zako zitasema. Na kama hazisemwe manake hauna Mungu. Siku utasikia watu wanaanza sema lakini kosa huyu bwana anakuwaka Freemason. Manake inaanza sasa hivya. Niulizie tu washa kuita Freema. Hawezi kukuita Freema na bayaona kitu. Mimi watu wakiona maendeleo yako kia kwanza wanasemaka binatokana na nini? Mufamie yake bangapi biko hivi? Anaendeleaje? Binakuaje? Itakuwa alikamata madawa. Hapana. Tunajua kungali baraka za Bwana. Tunajua kungali mafanikio ya Bwana. Tunajua kungali maendeleo ya Bwana. Amina. Hata Yesu mwenyewe wakamshakia aseme mtu huyu mtu hatoe pepo ila kwa Beelzebuli mkubwa wa mapepo. Una mtu mwenye hana kitu anasingizia anaka. Nipatilie ndugu mkono mwambie hakuna msingiziaji kama masikini. Sababu yeye akiangalia anaona uwezo wako, kisha akifikiri uwezo wake haifike kuyako, anajiuliza sasa yeye ni nani yeye afanye hivi. Akikosa anasema atakuwa anatumika na mashetani. Ndio solution. Susome. Hujasoma unasoma. 12 Mathayo 12:22. Leta maneno. Halafu akaleta kwake mmoja mwenye pepo mchafu, kipofu na bubu. Ndio maendeleo ya Yesu. Maendeleo ya Yesu ilikuwa kritike. Sema amina. Amina. Ipatilie ndugu mkono mwambie utaendelea na watu watafanya kritike tu. Utaendelea lakini watu watafanya kritike. Na wewe soko na sufrire hakuna mwanaweza afanya komantere juu yako. Juko mtu wa bure kabisa. Evori hawezi fa komantere. Bataanzia kunini? Lakini Mungu anapokukumbuka ile ndio tie mkichwa wako ya kwanza. Twende. Halafu akaleta kwake mmoja mwenye pepo mchafu, kipofu na bubu, na alimponyesha. Akamponya. Hata yule bubu alisema na kuona. Bubu akaanza sema na kuona. Makutano yote wakashangaa wakasema. Maendeleo ya Yesu ikashangaza makutano. Inalomba bafe nini? Komantere. Nipatilie ndugu mkono mwambie asili ya watu ni kusema. Nosisirikake sabi biko banasema. Biko banasema bie baliona. Na wanaweza bisema kwa njia mzuri wala wanaweza bisema kwa njia ya mubaya. Kwa njia ya wivu wanaweza bisema juu bakuvunje moyo. Haleluya. Wakasema nini? Huyu ni mwana wa Daudi. Mama wakasema huyu itakuwa anatoka kule kwa kizazi kia Daudi. Lakini wakati wa Farisayo waliposikia wakasema. Bakontre succès, bakasikia bakasema. Mtu huyu atoi pepo wachafu ila kwa Beelzebuli mkubwa wa pepo wachafu. Huyu baba haiko natosha mapepo kwa roho ya Mungu. Bongo yake. Tulisha hiyo iko natumika nayo. Iko natumika na mizuka. Iko natumika na mashetani. Sema amina. Amen. Niulizie ndugu sasa kama walikritike Yesu alafu wewe. Kama walikritike Yesu alafu wewe. Siku utaona watu wanaanza komante vyako. Uyue Mungu anaenda kukupandisha. Uwaambie siyagusa dawa na sitagusa dawa. Lakini dawa yangu ni nani? Yesu. Kama watu wabajiulize na watu wabakomante manake weye etoile yako ya briller. Ikibrie bata komante tu, bata kufanyia renyo tu. Mais ile renyo yabo haitakutikisa mu maisha. Bakia dynamique. Ukijua kama aliyebariki akibariki hakuna wa kulani. Malizia. Naye akijua mafikiri yao akawaambia. Na alijua mafikiri yao akawaambia. Kila ufalme unaotengwa juu yake wenyewe utapata kuangamia. Sawa. Na kila nyumba au mji inayotengwa juu yake yenyewe haitasimama. Twende. Na kama shetani akifukuza shetani. Si mnasema mimi niko shetani. Asena niko natosha mapepo kwa jina la shetani. Siyakataa kama niko shetani. Lakini nauliza question. Kama mimi ndio shetani
na niko nafukuza mwenzangu shetani. Ametengwa juu yake mwenyewe. Kumbe mie shetani niko naharibisha vyangu vya shetani. Basi ufalme wake utasimama namna gani? Sasa gouvernement yetu shiba shetani. Hivi mimi niko natosha pepo kwa jina ya shetani, na mimi niko shetani na shetani naye. Sasa ufalme wetu utasimama kani? Na kama mimi nikitoa pepo wachafu kwa Beelzebuli, lakini mie siko natumika na mapepo, niko natumika na Roho Mtakatifu. Mimi ninatosha pepo wachafu, mnasema kwa Beelzebuli. Wana wenu wanawatoa kwa nani? Niko naona watoto wenu nao wanazikemea na zinatoka. Mniambie sasa, sababu wanazikemeaka zinatoka, nao wanazikemeaka kwa jina gani? Basi wao watakuwa waamuzi wenu. Lakini wale watoto nina baacha wakwe batemwe yenu. Nami kama nikitoa pepo wachafu kwa roho ya Mungu. Lakini kama niko natumikishwa, haleluya, amen, kama roho wa Mungu ndio iko nanitumikisha, ufalme wa Mungu umekwisha kuwafikia nyinyi. Kumbe muyue hivi, kama mie roho ndio iko nanitumikisha, basi taalamu lishaiona na ufalme wa mbinguni lishaingia mdunia. Sema amena. Amina. Usikatalake kritiki kabisa. Amina. Amen. Kuo kritike ingine ya kusaidia baraka yako. Yeah. Batu hawawezi komante na hawakuona kenye kinawashangaza. Batu hawawezi kritike bia ovyo ovyo. Unaposikia banafanya kritike, maana shetani ko bouger, anabaingia baanze komante bienye habiko juu ya angali kama atakuintimide wewe ufanye nini, uretrograde mubye kwamo. Lakini sasa unasikia kritike yabo inaanza, huyo na komante ukuya na komante, iko sana anaanza kuwa Freemason, iko sana anaanza kuwa hivi, iko uyue pale baraka ya Mungu inaanza ingia. Tunasema maendeleo iko na Mungu anaendelesha watu yake. Lakini wakati Mungu anaendelesha watu yake, dunia haipendaki. Dunia na bujaka, dunia na chukiaka. Na pale na njoo kwenye na we sasa ni kukaza sasa imani, kujua kama hivi ninachokoza shetani. Simuona hapa kwenye tunakuwa, mtasikia habari hapa tu kwetu tunakuwa, si ma grande communauté batasema, bata komante tu ave acha komante. Si wanasema ka hawana finance, si wanatupinga oshi ndo wasisa sisi juu tuko material. Wapi wale banafika? Maki watatuambia tu ni hivyo mamichango wao wanafaka ndio nafika. Acha vile. Sie wote tushakuwa bongo. Haleluya. Njoo ile unaweza sikia lakini nyamaza, lakini unajua kama kuna mambo mengine Mungu anaifanya ili atukuze jina lake kwa watu wake. Sio kila baraka mwanadamu anazipata alizipata kwa mashetani. Haiko kila kuinuliwa kunatoka kuzimu. Mungu atakuinua kesho na watu watafanya commentaire. Hata wewe pale hautajielewa gisi Mungu anafanya kama ajabu na maishara. Maisha uko naishi haiko ndio tabakiana. Mungu ataleta mabadiliko. Na unaona leo hawezi commentaire juu yako, ndio huko kitu. Lakini kesho watakommentaire. Yeah. Kesho watasema. Na watasema vyenye haviko. Lakini wewe ni kujua maendeleo yangu katika Kristo inaanza sasa kujireproduire kwa muda nilishatumikia Mungu ya kutosha. Amen. Na pale utajisikia uko satisfait, usikuwe na inquiétude, huyu anasema bila bisikukule wakati. Lakini sharti maendeleo yako ionekane. Na kama maendeleo haionekane, ujiulize sasa nifanye nini ili maendeleo yangu ionekane. Kwa sababu Paulo anamwambia Timotheo, ufanye kwa sababu maendeleo yako ifanye nini? Ionekane kwa watu wote. Usifanyake kitu mwaka ya kwanza, ya pili, ya tatu inaweza kuwa ya kulima shamba, ya ine, ya tano inaweza kuwa ngaliki na lima, 6, 7, 8, 9, 10 ni miaka ya kuvuna na ni miaka ya kukula matunda ya nchi na ni miaka ya watu kushangaa matunda ambayo unaipanda ile miaka yote. Ujue ile kenye uko nafanya ukifanye bure kingali kita produire tu. Haleluya. Hata hiyo wokovu yako ingali ta produire tu. Sadaka zenye uko natolea Mungu zingali zita produire tu. Cha 10 unatoa kwa Mungu ingali ta produire tu.
huduma niko nafanya injili ngali ta produire tu, na sikuhubiri injili kwa sababu wewe unapoisikia ikutosheleze, lakini kuhubiri injili iwaletee na wengine faida. Timotheo wa pili 2:2 naenda malizia somo langu, niombe Mungu. Timotheo wa pili sura 2 mstari wake wa 2. Bwana kubariki sana. Na maneno yale ambayo uliyasikia kwangu kwa washuhuda wengi. Amen. Maneno uko naisikia kwangu, na mimi nasema uko naisikia kwa washuhuda wengi. Maneno haya uyaweke watu waaminifu. Paulo anamwambia Timotheo uende na uihubiri watu walio wa nini? Waaminifu. Nauliza sasa, je, wewe ni mwaminifu kwa maneno haya? Niulizie ndugu, utakuwa mwaminifu kwa hii injili? Je, utakuwa mwaminifu kwa hii injili? Kama utakuwa mwaminifu, sikia kazi sasa utafanya. Twende. Maneno haya weke watu waaminifu. Paulo anaambia Timotheo uyawekee watu walio waaminifu, watakaofaa kufundisha wengine vile. Ndio maana nilisema mada yangu inasema wokovu wako haiko, hapana, haikufalie we mwenyewe, lakini wokovu wako ifalie wengine. Sikia, siku niliokoka wewe ulikuwa wako, siku nilibatizwa wewe ulikuwa wako, kuendelea kwangu na wokovu ulikuwa wako. Lakini angalia sasa matunda. Ndio vile Yesu anapenda. Amen. Mimi nilipata wokovu, lakini nina kubranche, na branche au frère, na branche, ona benye ni sa branche. Kama tukikuwa watatu wa 10 benye batabranche kundi sai, unayua dunia tutaifanya nini? Si ndio ninakuuliza? Haleluya. Amina. Kama weye utabranche mwingine, Bwana asifiwe sana. Amina. Na huyo ana branche mwingine, na huyo ana branche mwingine, unayua dunia itaokoka vyai. Uyawekee watu walio waaminifu watakaofaa kufundisha wengine. Nauliza, hivi niko na kufundisha, utafundisha mwingine? Mie niko na mchungaji wangu alinifundisha, akanibatiza, akanielekeza imani. Na mimi nikasema, hii haitanibakilia amo, acha niende nisimame kwa barabara, acha niende kusokodi. Kuna wengine miongoni mwenu walinisikia ku radio. Kuna wengine waliokokea ku radio. Kuna mwingine aliangalia tu mtandao akasema, huyu papa namuonaka iko nafanya hii mambo yake. Anahubiria kama mzuri. Hii amen inakuwa akafuata. Kuna mwingine aliona kurompwe. Njoo faida sasa ya wokovu. Haiko wewe ulipata wokovu lakini isifalie wengine. Wokovu yako ifalie wengine. Iwafalie kwa neno, iwafalie ikiwa unabarikiwa, ubariki mjane na yatima, umkokote kwa injili. Ziko za namna nyingi. Kuna injili mtu anahubiri ya maneno, kuna injili mtu anahubiri ya matendo, kuna injili mtu anahubiri kwa njia mbalimbali, lakini usibakie duniani bila wokovu yako kuwafalia wengine. Na ndio maana Mungu iko natuacha mdunia tuendelee kuzaa matunda, na tuendelee kuzaa matunda zaidi na zaidi. Wokovu yako ifalie mwingine. Nipatilie ndugu mkono, mwambie wokovu yako ifalie mwingine. Wokovu yako ifalie. Na neno libaki kwenu na kwangu. Amina. Weka mkono wa kuume, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, unisaidie. Unisaidie. Katika dunia hii. Katika dunia hii. Ambayo inajaa giza. Ambayo inajaa giza. Giza isinifunike. Giza isinifunike. Nahitaji niwe mtoto wako. Nahitaji niwe mtoto wako. Unisamehe Baba. Nisamehe Baba. Nikutumikie. Nikutumikie. Kwa roho ya uaminifu. Kwa roho ya uaminifu. Na kwa roho ya kweli. Na kwa roho ya kweli. Nijitoe. Nijitoe. Kwa maneno haya. Kwa maneno haya. Kuwafalia wengine. Nipate kuwafalia wengine. Wokovu yangu. Wokovu yangu. Haiyafalia wengine. Haiyafalia wengine. Lakini kwa leo. Lakini kwa leo. Na kwa ujumbe. Na kwa ujumbe. Nipe kufalia wengine. Nipe kufalia wengine. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Uliye Mwokozi. Uliye Mwokozi. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Shangilia kwa makofi. Yesu ni nani? Yesu ni nani? Oh, Yesu ni nani? Yesu ni nani?
ukatae usipokataa, atabaki kuwa Mungu. ukubali usipokubali, Yesu Yesu ni Mungu. ukatae usipokataa, Atabaki kuwa Mungu. oh, hatuna shaka na Kristo Yesu, Ni Mungu sambusa. hatuna shaka na Kristo Yesu, Ni Mungu sambusa. oh Yesu